Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Tulifanya interview juzi, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Tulifanya interview na DJ Sma na tukatamani tuendelee kufanya, lakini tukasema tu tunapisha siku moja, matukio yakitokea baadaye tunakuja tunafanya uchambuzi wa jumla. Kwa hiyo watu wako mnauliza mbona matukio jana mkufanya interview na Sma? Hapana, ni tumefanya hivi ili kukusanya matukio baadaye tunakuja tunafanya uchambuzi wa jumla. Kwa hiyo itakuwa ni hivyo, lakini pia nawashukuru sana watu ambao mlitoa maoni. Tuliuliza pale mwanzo kwamba interview ifanyike katika utaratibu gani, tukate vipande, tufanyaje, lakini bahati nzuri wote tumewasikiliza. Wale interview ndefu tumepandisha na wale wafupi pia tumepandisha. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi kule Irani, na watu wengi mlikuwa mkiuliza maswali kwamba Sma bana, kuna hili inakuaje bana, alizungumzia hivi na hivi, lakini bahati nzuri sana leo nimeweka na segment nyingine. Nimeongea na Sma, tukashauriana, tukasema bana, inabidi hawa watu sasa tunaandaa segment ambayo tutakuwa tunasoma wale maswali na nakuwa nayajibu moja baada ya jingine. Kwa hiyo mwisho wa interview, kwa maana tukisikiza mpaka mwishoni kule, yale maswali ambayo mnakuwa mkiyauliza Sma atayajibu. Kwa kama unaona swali lako hapo, andika, alafu next interview itakuja nimuulize Sma. Mimi naitwa Victor Madaha, beza kamera yuko Rizk bwana. Kwanza Sma, kwema? Alhamdulillah. Unaendeleaje kaka? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema. Fuse wa sisi tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru kwa neema zake tunazozijua na tusizozijua. Tunamuomba atusamee madhambi yetu tunayoyajua na tusiyoyajua. Na watu ambao wana mitihani tofauti tofauti, kwa pamoja tuseme amen, kila mtu kwa imani yake, kuwaombea Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Na kwanza niwaambie watazamaji wetu, mtatusamee leo tunafanya interview nje, kuna shughuli zingine zinafanyika. Kwa hiyo kwa wale ambao mpaka mna sometimes sauti hizi zinaingia, mtu yeye lazima, kuna studio yetu bado inaendelea kwenye matengenezo, haijakamilika. Endapo ikamilika, hizi noise, sauti za nje mtakuwa na bahati nzuri familia yetu wanatuelewa, ni waelewa kwenye hili, hawezi kupanic wala nini. Sma, tulizungumza juzi na tukaona namna ambavyo vita inaendelea. So far, mimi nataka kwanza tuanze na hili swali ambalo japokuwa nimesema mwishoni kuna segment ya maswali, lakini ili kwa sababu wameuliza watu wengi sana, naomba nikuulize swali la upendeleo jamani. Sma, kuna watu ambao wanazungumza kwamba wewe ni mchambuzi ambaye umechagua upande. Kuna upande ambao umeegemea. Pengine hili kwa faida tu ya watazamaji wetu, hasa kwa sababu limeulizwa muda mrefu sana. Hebu tutoe ufafanuzi Sma. Kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima nichague upande. Siwezi nikawa upande wa watu ambao wanaua watu, wanaua watoto, wanavamia nchi zingine, wanakunywa damu za watu, wanalawiti watoto, wanafanya mauchafu ya aina hiyo. Siwezi kuwa neutral. Yani mwisho wa siku kuna vitu ambavyo unaweza ukawa neutral. Sawa? Ingekuwa ni mpira kati ya Simba na Yanga, ningeweza ninapochambua mpira ningechambua hiyo. Sawa? Ingekuwa let's say ni issue kati ya Tanzania na Kenya, au baadhi ya mambo ambayo inaruhusu neutrality, ningechambua. Lakini kwenye hili siwezi nikawa neutral. Na kama mtu amekuja hapa, na ngoja nikwambie kitu kimoja. Wengi ambao wanataka mimi niwe neutral, wao wenyewe hawaka neutral. Wanachokitaka wao, wanataka wasikie wanachokitaka wao, ila wamejificha nyuma ya picha ya neutrality. Tunakutaka uwe neutral. Wanaposikia mambo ambayo yanawafurahisha wao, wanafurahi. Lakini wanaposikia mambo ambayo hayawafurahishi wao, wanakuja umechagua upande, au tunakutaka uwe neutral. Or sometimes unajua hivi vitu mimi nimewekeza muda mrefu. Kuna nishatoa ile psyops. Kuna kitu kinaitwa ad hominem. Ni moja ya mbinu ambayo inatumika kumshambulia mtu badala ya kushambulia hoja. Mimi ninapotoa hoja nikisema 1 2 3, wewe jibu hoja. Lakini badala ya kujibu hoja wananishambulia mimi. Uko kidini au umechagua upande? Sasa kuhusu hili nitakuwa black and white. Siwezi nikachambua upande wa watu ambao ni madhalimu, wanafanya madhara makubwa. Naomba kidogo niwape crash course ya historia. Nikisema crash course namaanisha niwape mafunzo ya haraka haraka ya muda mrefu. Alafu muniambie mwanzo wa miaka 1990
Marekani iliona fursa Japan, ikawekeza pale, zamani walikuwa wanajiongoza kimonarchy kwamba kifalme, kulikuwa kuna samurai, kulikuwa kuna mbinu ya utamaduni wao, wakaenda pale wakawaletea modernism, usasa. Yayo unaona ambao wanasema kwamba hata sisi Afrika tuko nyuma. Wakaanza kutoka kuvaa nguo zao zile za Kijapani zile, wakaanza kuletea suit and tie, wakawapa silaha za kisasa, wakawafundisha, waliwachukua actually wanajeshi wa Japan wakawapeleka Marekani, wakawatrain, wakawarudisha, kwa sababu waliona fursa na kulikuwa kuna mambo mengine ya kibiashara. Sawa. Baada ya World War I, Japani akachukua ile teknolojia aliyokuwa nayo, ujuzi aliyokuwa nao, akaanza kuvamia nchi nyingine. Ukiingia Manchuria, ukiingia Korea, ukiingia China, watu huenda hawajui kwamba China ilitawaliwa muda mrefu sana na Japan. Sawa. Long story short, kufupisha ikaenda mpaka ikatokea vita vikuu vya dunia vya pili, ambavyo Marekani kajikuta inapigana na Japani, na Japani alikuwa anapeleka moto sana kwa hata huyo Marekani mwenyewe, mpaka ikapelekea kutumia baadhi ya mbinu ambazo sio za kiungwana. Na niwape tu faida kwamba Marekani kumpiga mabomu ya atomic Japan sio kumlazimisha Japan kusarenda. Japan alikuwa asha sarenda, ila ilikuwa ni kuzuia, ni onyo kwa Soviet Union, kwa sababu Soviet alikuwa baada ya vita vile anachukua maeneo mengi sana ambayo ndo anayakamata. Kwa hiyo ilikuwa ni onyo kwa Soviet kwamba tuna mabomu ya nuclear, usiendelee kuja huku. Hiyo ni kitu ambacho hawezi wakajua. Umeelewa? Kwa hiyo Marekani aliingia Japani, akafanya aliyoyafanya, akatengeneza mazingira fulani, baadaye ikageuka tena kuwa mwibwa kwake, ikapelekea vita. Kwa hiyo huenda watu hizi baadhi ya historia hawazijui. Niwarudishe labda nije Iran. Iran miaka ya 70 walikuwa na kiongozi ambaye alichaguliwa kidemokrasia na raia wa Iran, ambaye anajulikana kama Mossadegh. Alivyoingia akawa mzalendo, aka nationalize, akataifisha mafuta, akasema haya mafuta ni kwa sababu ya maslahi ya Wairan, na ni kwa sababu Uingereza walikuwa wanachukua zaidi ya 80%, Irani anapata chini ya 1% hiyo. Mossadegh alijaribu kukaa na Waingereza, akawaambia, wakagoma kabisa. Kwa hiyo alivyochukua aka nationalize hicho kitu, hakikumfurahisha Uingereza na Marekani, wakampindua. Na hii inajulikana kabisa kwamba walimpindua kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia. Wapi? Iran. Sawa. Wakamweka nani? Shah. Shah baada ya muda alikuwa ni katili sana. Alikuwa ana jeshi lake maalum ambalo lilikuwa trained na liko chini ya CIA na Mossad. Linaua sana watu. Hizi ni taarifa ambazo hazipo. Mwisho wa siku ikaenda, raia wakachoka yale walichokifanya, wakampindua nani? Shah. Lakini katika hiyo process, kwa sababu Shah alikuwa ni supporter wa Marekani magharibi, raia wakawa wana align na Soviet ili kuzuia Soviet, kwa sababu ilishaonekana kwamba Shah anapinduliwa. Kuzuia wao, ndo wakamwambia Saddam amruhusu Khomeini. Alimpeleka mpaka mpakani, Khomeini ndo akaingia, ndo akaenda kufanya Islamic Revolution. Baada ya Khomeini kuingia, akawakataa wao. Kwa hiyo wakawa wametengeneza tena tatizo lingine. Umeelewa? Kwa hiyo ni moja ya mfano mingine ambayo ya Iran ya Marekani kuingilia sehemu na ambayo ina nidhamu yake na kudhania wanaleta maboresho, kumbe wanazidi kuharibu. Sawa. Baada ya pale niwapeleke tena wapi? Niwapeleke Afghanistan. Afghanistan walikuwa na uhusiano mzuri na Soviet Union. Marekani hakupenda hilo. Zbigniew Brzezinski ndo akaja na hii mbinu kwamba kuleta machafuko kati ya Afghanistani na Soviet. Soviet ikaretaliate, then wakaanzisha al-Mujahideen. Marekani na CIA ndo waliotengeneza Taliban. Marekani na CIA ndo waliotengeneza Al-Qaeda na Osama alikuwa ni operative wao. Sawa.
Tuendelee, tusonge mbele kidogo. Ikaja Khomeini kaichukua Iraq, kaichukua Iran. Hawajaridhika na anachokifanya yeye. Wakaenda tena kutengeneza kitu ambacho wao walidhani ni solution, kwamba wanaenda kumchukua, wakamtengeneza Saddam Hussein. Wakamwezesha, wakampa masilaha, wakampa training, wakampa mpaka chemical weapons. Unajua wakati wanataka kumvamia Saddam walikuwa wanasema ana biological and chemical weapons. Marekani ndo waliompa, na Saddam alizitumia dhidi ya Wairan. Walipigana vile vita Iraq-Iran war. Kwa hiyo wao wakatengeneza tena mtu wao mwingine. Baada ya pale vile vita kuisha, Saddam akawa ndo ana jeshi kubwa zaidi katika Middle East. Akaivamia Kuwait, na ni kwa sababu pia Kuwait ilikuwa ina msabotage, na Marekani walimsupport, ila alipovamia tu akamgeuka. Mwisho wa siku akaenda kumvamia yeye kwenye Gulf War 1. Sawa? Imeenda 9/11. 9/11 ambacho ni inside job. Ikikatokea kilichotokea, wakaenda kuvamia wapi? Afghanistan. Ile nchi ambayo wao ndo walienda kuisupport, na wakawatengeneza Al-Qaeda, na wakawatengeneza nani? Taliban. Kwa hiyo umeona wanavyoenda back and forth. Imeenda 2003 wakaja kumvamia nani? Saddam, ambaye alikuwa ni mshirika wao. Sijui unaona hii back and forth jinsi Marekani kila anapoenda anasababisha madhara, anaenda anarudi, akienda anaenda anarudi, akirudi anaenda anarudi. Na ukiangalia ni kwamba sehemu zote hawajaleta solution. Tangia wameingia hizo nchi zimekuwa kwenye madhara mwanzo mwisho. Sasa leo hii unataka mimi ni support watu wa aina hii? Unataka mimi niwe neutral kwa mtu ambaye anaenda kuwa watoto? Tumeona kama umefuatilia hapa juzi kati, kuna ndege zingine zimetua Israeli za kuleta shipment. Mabomu yanayotumika pale yanatoka Marekani, ambayo yanaua watoto na vitu kama hivyo. Tumeona Marekani imetoka kumchukua kiongozi wa nchi ambayo inajitegemea, ambayo ni Venezuela. Sasa hivi wanaiwekea embargo Cuba. Sawa? Walikuwa wanaitaka Greenland. Wameshambulia Nigeria. Sawa? Walihusika kumuua PLO Lumumba. Sawa? Na madhara mengi sana ambayo wameyafanya. Somalia tuliona. Sasa leo hii do you expect mimi na akili zangu binafsi niwe neutral kwenye vitu kama hivi? Unataka niwe neutral vipi yani? Sielewi neutrality vipi. Siwezi nikasupport vitu kama hivi. Sawa? Hiyo ni upande mmoja kwa ufupi, lakini hizo historia nikianza kukupa maeneo ambayo wameenda ni mengi sana. Nataka nikupe upande wa pili. Hebu tuangalie nchi ambayo sasa hivi ndo wana mgogoro nayo. Na ndo ambacho kimetuweka hapa. Na lawama ambazo ni nyingi sana za kusema kwamba ni nchi mbaya, na Khamenei ni mtu mbaya, na Irani ni mtu mbaya. Hivi unafahamu kwamba Khamenei alikuwa anamsupport Malcolm X. Umeelewa? Na mpaka kwenye hotuba zake, na watu wakitaka nitawekea ushahidi, maki wasiongei tu nani. Alikuwa na support. Hivi unafahamu kwamba katika miaka 1980 walikuwa na stamp. Unafahamu zile stamp za kwenye barua zile tunahitaji zile? Sile kuna nini? Stamp zinakaa kwenye barua zile za kutuma. Walikuwa nayo ya Malcolm X. Hivi unafahamu kwamba hayati Khamenei baada ya kuuawa kwa George Floyd aliongelea hili jambo na akaongelea kwamba watu weusi jinsi wanavyokandamizwa pale. Hivi unafahamu kwamba katika crisis ambayo ilitokea baada ya kuiteka balozi ya Marekani nchini Iraq, ndani ya wiki 2 waliwaachia watu wote weusi waliokuwepo pale, wakasema nyinyi hamuhusiki wala hamko katika hii mipango. Ndani ya wiki hizi 2 walikuwa na support watu weusi. Hivi unafahamu kwamba Nelson Mandela alikutana na Khamenei akamuita my leader, kiongozi wangu. Hivi unafahamu kwamba Khamenei hiyo na Iran, wakati Marekani imeiwekea vikwazo ambavyo vinatakiwa vicrash uchumi wa Venezuela, Iran ilienda kuisupport, na nadhani tulikuwa tunaona meli za Irani zinaenda kuchukua mafuta na kuwasaidia ili uchumi wao ubaki kuwa afloat.
Katika nchi zote za Kiislamu Iran ndio nchi pekee ambayo imekuwa inasaidia Wapalestina pale na maeneo mengine dhidi ya Uzayonisti. Unafahamu kwamba Iran na Khamenei ndio nchi pekee ambayo imekuwa ina kizuizi kwa expansion za Zionism katika Middle East. Leo hii ikianguka Iran kwamba imeanguka, Israeli atafanya atakachokitaka. Yani kwanza anaitafuna na Lebanon first time. Syria kashatafuna. Na niliongelea baada ya kuondoka tu Bashar al-Assad Syria. Nakumbuka walifanya mashambulizi zaidi ya 500 karibia Syria nzima, na wakaongeza Golan Heights sio peke yake, wakachukua na eneo lingine na maeneo mengine washayamega, na kwa kipindi cha kawaida hakirudi. Sasa hebu angalia, na ndio hichi ninachouliza watu. Kuna watu ambao wanaichukia Iran. Naomba nikuulize, hebu niambie, Iran imekufanyia nini nyinyi? Imekudhuru vipi? Sisi Tanzania tuna uhusiano mzuri na Iran. Hajawahi kutudhuru. Na nadhani tuna nani nzuri tu ya kibiashara kati yetu sisi na wao na Waafrika wengine. Naomba niambie ni nchi yoyote ya Afrika ambayo Iran imetudhuru sisi, au niambie Iran imeenda kuvamia nchi gani? Kwa hiyo unataka niwe neutrality? Sijaelewa neutrality unataka vipi? Sema umejificha kwenye mzigo wa neutrality, kwenye kivuli cha neutrality, lakini kinachosemwa Fuse hakikuridhishi. Mimi nitabaki kusema kile ambacho nakiamini ni ukweli. Na itakapotokea nikaona kwamba sehemu fulani nilikosea, nitasema sehemu fulani nilikosea. Kwa hiyo hawa ambao wanaongeleshwa neutrality, asilimia kubwa ni wanafiki ambao wao wanataka kusikia wanachokisikia. Wakisikia kile wanafurahi. Wakiona umeongea kitu hata kama ni cha kweli lakini hakijawaridhisha wao, watakushambulia. Ndio ile ad hominem, attack the person not the yani mshambulie mtu sio hoja yake. Kwa hiyo kwenye hilo ningependa niweke wazi, na usitegemee wana Fuse hili swala wanalielewa. Tangia mwanzo nilisema Fuse ni nadili na nini? Nadili na zile taarifa ambazo huzipati upande wa pili. Kuna taarifa ambazo utazipata CNN, utazipata BBC, utazipata Deutsche Welle, utazipata Sky na mashirika hayo mengine. Zile nenda kule utazipata. Mimi hizo si deal nazo. Mimi nakuletea ambazo zimefichwa, ambazo huzipati kwa mbele. Kwa hiyo issue neutrality, kuna watu wamejificha humo, utasikia watakushambulia personally, either udini au utasikia unachukua upande. Lakini ni wao kwamba hawasikii kinachowaridhisha wao. Okay, sawa, umelijibu sana vizuri. Siku nyingine kama kuna mambo mengine ambayo wataendelea kuulizwa pia nitakuwa nauliza. Na bahati nzuri pia maswali kama haya wewe uliza tu chini, afu baadaye na hiyo segment ya maswali ili nimeona tu niliulize kwa sababu limeulizwa ni njeno na watu wengi sana. By the way, maswali mengine ambayo yapo nitauliza mwishoni kule. Smart, turudi kwenye topic yetu. Sasa hivi naweza nikasema hatuwezi kuuliza kila kitu, lakini ambacho kinazungumziwa sana, hata juzi nilikuuliza lakini nataka tuone kwa sababu ulikuwa ndio umeanza. Irani inazishambulia sana nchi za Uarabuni. Ndio swali ambalo watu wengi wanajiuliza sana. Mashambulizi yamekuwa ni mengi sana. Mwanzo tuliona tu kwamba ilikuwa inapiga zile base na nini, lakini sometimes kuna inatokea labda kwenye mafuta, kwenye nini, vitu kama hivyo vinatokea, vinapigwa. Hii ina maana gani hasa? Kwanza nianze kwa correction. Hajashambulia mafuta. Nitakwambia hiyo baadaye. Lakini ameshambulia base za Marekani katika eneo hilo lote. Lakini ukimsikiliza msemaji wao alisema kwamba wao wanajua kwamba, unaona kwamba evacuation of the military bases, kwamba walitoa watu kwenye base za Kimarekani, sio kwamba waliwatoa katika hizi nchi, waliwahamisha katika baadhi ya mahoteli na baadhi ya maeneo. Kwa hiyo akasema popote walipo wale ni game, yani nikimaanisha ni target. Kwa hiyo wale wanajeshi ambao wamehamishwa kiwako kwenye hoteli, wao wanashambulia hiyo hoteli. Ngoja nikuuliza, umesikia Iran imeshambulia kambi ya kijeshi ya nchi yoyote ya Kiarabu? Kambi ya kijeshi ya nchi yoyote ya Kiarabu? Bado mpaka sasa hajashambulia. Umesikia Iran imeshambulia ikulu ya nchi yoyote kati ya hizo nchi? Bado. Umesikia wakishambulia maeneo yoyote ambayo sio hayahusiani na vita wala maslahi ya Marekani na Israeli na vitu kama hivyo? Hapana. Sehemu zote ambayo wameshambulia
ni military base na asset au interest za Marekani, Israeli na Trump. Unajua mfano kama Trump ana real estate zake, ana maeneo yake, majumba yake na madude yake ndani ya Dubai na sehemu kama hizo. Ndo hizo ndo sehemu ambazo wameshambulia, kwamba tunakugusa wewe directly, sehemu ambazo, kwa sababu wao uoga wana tabia pia, wanaweza kumwekea mtu kikwazo, kiongozi fulani specifically. Kwa hiyo na wao wanawapiga sehemu zile. Kwa hiyo hichi ni kitu, ndio maana nilisema the first casualty of war is the truth. Mhanga wa kwanza wa vita ni ukweli. Kwa hiyo kuna disinformation, misinformation na malinformation kwenye propaganda. Utasikia bana wameshambulia hivi. Iran, Marekani na Israeli wameshambulia shule ya watoto zaidi ya 80 wameshambuliwa, wameuawa ndani ya Iran. Na sasa hivi wanachokifanya ni carpet bombing. Carpet bombing ni kwamba hauchagui target. Unaweza kaamua mtaa wote tu ushambulie. Lakini Iran amekuwa very accurate, na hii ni kitu ambacho niliongelea. Hii ni kutokana na Mchina kumpa ile satellite system yake ya Beidou, iko very accurate. Angalia jinsi anavyoshambulia, mfano kama ile rada inapigwa yenyewe pinpoint, zile yani sehemu husika zinapigwa pinpoint. Kwa hiyo yuko very effective. Lakini kwenye propaganda utaambia bana kashambulia sio sehemu za kiraia au nini. Hapana. Iran, kwa sababu nimekutolea hoja. Ukitaka kujua, angalia kambi ya kijeshi yoyote ya hizo nchi, acha za Marekani, za hizo nchi haijashambuliwa, viongozi wao hawajashambuliwa, command center zao hawajashambuliwa, majengo yao ya kiserikali hayajashambuliwa. Sehemu hao watu Marekani na ya Israeli huwa wana tabia ya kuficha. Nje inaweza kaandikwa supermarket, kumbe ndani ni kamandi ya mambo yao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naomba watu waelewe. Lakini small, ulichokizungumza wewe ni umezungumza kwamba Irani ndio inayoshambulia target ambazo inazilenga. Lakini ukiingia kwenye mitandao sasa hivi wengi wanaiblame Irani kwamba inashambulia maeneo tofauti tofauti. Yani ni kama mashambulizi yake ni kama amepagawa hivi. Alafu Israel wao ndo na target kwamba wanaua kiongozi fulani, wana nani kitu fulani. Pengine tuamini taarifa zipi sasa kwenye hili? Sawa. Israel na Marekani kweli kuna baadhi ya viongozi ambao wamewa target na wameua na wamefanikiwa. Iran yani sehemu alizoshambulia na yeye ni sehemu ambazo ni specific. Ila ukija sasa kwenye media, ndio maana nikakwambia kwenye interview ya mwanzo kwamba kwenye vita jeshi lolote lina kitengo cha propaganda. Kwa hiyo wanajua jinsi gani, kwa sababu gani inahitajika public backing, kwamba usway public opinion, watu ukamate akili za watu ili waweze kusupport. Kwa hiyo inatengenezwa kama vile Iran anashambulia ili kuleta hasira, lakini Iran amekuwa na accuracy ya hali ya juu sana. Kwa hiyo anapiga sehemu husika. Currently ni kweli Marekani amefanikiwa kuua baadhi ya viongozi wa Iran, ila sasa hivi anafanya carpet bombing na wao huwa hawajali collateral damage ni kubwa kiasi gani. Yani wale ili kumuua mtu mmoja wako tayari kuua watu 1000, hawajali. Kwa hiyo wanaweza kapiga sehemu ambayo inaweza ikaua watu 1000. Na tumeona hata wakati wanamuua Nasrallah ilibidi yani block zima, ile gorofa zima walishambulia wakaua watu wengi sana. Kwenye 12 day war walikuwa unamlenga kiongozi fulani yuko pale, lakini unabomoa gorofa zima bila kujali collateral na vitu kama hivi, ambao kwenye jeshi kwenye vita sometimes collateral damage ipo na inaeleweka. Kama ulivyozungumza, nimesikia ukiacha kwamba Irani pia kwamba kuna maeneo ambayo imeshambulia Israel ya nyeti pia. Hata wao pia wanatoa hizo taarifa kwamba wameshambulia meli 11 za Irani. Lakini si pia kuna taarifa ambayo nimeisikia kwamba mke wa aliyekuwa Ali Khamenei pia naye amefariki pia katika hilo shambulizi na mtoto wake pia. Ni kweli wamefariki na mtoto wake na nasema mjukuu na mkwe. Unajua sisi nilisema hivi, kadri tunavyoenda kuna taarifa zinaibuka. Mara ya mwisho tuliongelea kifo cha Khamenei, ilikuwa haijatoka taarifa. Imetoka taarifa rasmi kwamba Khamenei viongozi walinzi walimfuata, naomba tukuchukue tukuhamishie kwenye
kwenye banka kwenye handaki. Akasema mkiweza kuhamisha Wairani milioni 90 na mimi nitahama. Kwa hiyo kama hamwezi mimi nitabaki hapa. Basi tukuletee ulinzi wa ziada. Akasema kama mtaweza kuleta ulinzi wa ziada kwa Wairani milioni 90, basi ndo mimi nitakubali mniletee ulinzi wa ziada. Basi tukuhamishe. Akasema hapana. Unajua yule alikuwa na miaka 86. Sawa? Ni mmoja ya viongozi bora kabisa wa Iran. Yote ambayo unayaona sasa hivi. Khomeini hakukaa muda mrefu sana madarakani. Baada ya kuondoka kwake ndo akaja Khamenei. Khamenei ndo program yote ambayo unaiona imefanyika chini yake. Kwa hiyo he was very smart. Na ambao wana fuse wanafahamu, niliwaambia. Wataalamu ambao wanatoa ripoti ambayo haiko biased, wanakwambia the most intelligent people are Persians. Watu wenye akili zaidi ni Wafursi, Waajemi. Kwa hiyo ukiangalia pamoja na vikwazo vyote walivyowekewa na vita vyote wanavyopigwa na kuuawa mascientist wao na kila kitu kwa miaka mirefu, wameweza kuwa na jeshi imara kama hivi. Wameweza kuwa na mauniversity ambayo bana, Wairani wana akili wewe. Wairani wana wasomi. Ni kwamba tu sisi hatupati kuona wala kuambiwa wanachokifanya. Kwa hiyo vyote vimefanyika chini ya utawala wake ya miaka 35. Ndani ya miaka 35 inasemekana kwanza alikuwa anaumwa, ni mtu mzima, alafu alishaacha, niliangalia SOP, standard operating procedure, alishaacha line of succession. Mimi nikifariki atachukua nani itakuwaje, utaratibu wote upo. Kwa hiyo yeye yani kwa ufupi, he went out on his terms. Kwamba aliondoka katika hii dunia kwa namna anayoitaka yeye, ambayo ni shahidi. Ameuawa kama shahidi. Kwa hiyo yuko pale. Yeye na wake zake na waliokuwa nayo wameuawa kama shahidi. Kwa sababu wameuawa katika hali ya kuitetea nchi yao, katika hali ya ujasiri, sio ya uoga. Naomba nikuulize, Netanyahu yuko wapi sasa hivi? Una taarifa yuko wapi? Nilikuwa na swali ambalo nataka nikuulize. Sasa unafahamu tu umekutana na taarifa sehemu ambayo yupo? Hapana bwana. Netanyahu yuko Ujerumani. Imeonyesha kabisa yeye na ndege yake kasepa kaenda kule. Vita vya kwanza vile, same thing, alikimbia. Viongozi wote ambao sisi tunaaminishwa ni wabaya, lakini baadaye tunakuja kugundua kwamba ni propaganda. Wajasiri ambao walikuwa wazalendo, hata mmoja hajakimbia nchi yake. Khamenei amefia hapo hapo. Saddam alikuwa na option. Tena Khamenei alipewa mpaka option na Urusi. Njoo tutakuhifadhi sisi. Kama Bashar al-Assad ambaye yuko Urusi. Kapewa option hiyo. Akasema hapana, niko hapa hapa. Sawa. Saddam alikuwa na option ya kukimbia. Kuna nchi kadhaa ziko tayari kumpa ulinzi. Akasema mimi nabaki hapa hapa. Gaddafi alikuwa na uwezo wa kukimbia. Kabakia pale pale. Na viongozi wengine wengi ambao ni wazalendo na mpaka dakika ya mwisho wameamua kubakia pale pale. Lakini hawa huwa wanakimbia nchi zao. Na hapo ndo tumegusia nini, nikakumbuka tena kauli ya nani, ya watu wawili, Idi Amin ambaye pia tunaaminishwa kwamba alikuwa ni mtu mbaya. Na ukiangalia pia naye alikuwa na bifu na nani, na Waisraeli. Sawa. Alisema nimewafukuza Waisraeli katika nchi kwa sababu ningiwaacha walikuwa wanaiteka uchumi wa Uganda. Idi Amin huyo. Nelson Mandela katika kuhojiwa akasema hakuna nchi ambayo inasababisha madhara na gaidi namba 1 duniani kama Marekani. Kwa hiyo mwisho wa siku leo hii unataka mimi niwe neutral, ndio hivi vitu ambavyo nashindwa kuelewa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo pia watu wanatakiwa wavielewe. Naam. Smart, umeniwahi tu kujibu hili swali. Lakini kuna hii ambayo ilitokea pengine kwa faida sasa katika vita. Jana muda fulani hivi kuna story ambazo zilianza kusambaa mtandaoni zikidai kwamba pengine na Netanyahu atakuwa ameshambuliwa na amepoteza maisha. Zilitoka zile story na watu wakaanza kuzungumza. Wengine wakasema kwamba ni mechanism za namna ambavyo inatoka katika vita na nini, story za uongo. Lakini Iran ilithibitisha kwamba walishambulia ofisi za Netanyahu. Kwanza, kwa nini story kama zile zilikuja siku kama ya jana kwamba Netanyahu amepoteza maisha? Ndo nilisema kipindi kama hichi ambacho zama hizi tupo, taarifa ni nyingi sana mtandaoni. Cha kwanza. Cha pili, kuna
wachambuzi ambao wana uwezo wa kuchambua taarifa, kuzichakata. Alafu kuna maripota ambao wanaripoti katika namna ambayo inafanana na uchambuzi. Unajua kipindi hichi zipo channel ambazo ni za wachambuzi kabisa proper wanachambua. Lakini wengi sana wameitumia kama fursa, hata watu ambao walikuwa wachambui sasa hivi nao wanachambua kwa sababu ni fursa ya kujiongelea followers, ni fursa ya kujiongezea views, ni fursa ya kupata subscribers wengi. Views siendi kwa mwendo huo. Yani sitaki kukurupuka tu kila saa nitoe video nini. Mkitaka taarifa, mkitaka ripoti, wapo wanaoripoti. Mkitaka uchambuzi wa DJ Smart huwa anautoa, alafu muda unakuja unatoa majibu. Kwa hiyo hizo taarifa tulikutana nazo na zipo na kwenye nyakati kama hizi kuna taarifa nyingi sana za uongo. Kuna AI sasa hivi inaweza kukutolea video ukaamini kwamba kitu kinatokea, umeona So tuwe makini sana na aina ya taarifa tunazokutana nazo na watu ambao tunaenda kuchukua hizo taarifa kwao. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima tuzingatie. Ile taarifa ilikuwa ni hajathibitishwa, jamani mzima. Ni kweli Iran wamethibitisha kushambulia eneo ofisi yake na ofisi nadhani ya mkuu wa jeshi au mkuu wa intelijensia wa nani, kweli wameshambulia na maeneo mengine pia wameshambulia, ila Netanyahu yuko zake Ujerumani. Okay, sawa. Kuna hili ambalo pia nataka nilizungumze. Kuna maeneo ambayo kwa mfano zile sema wanatubisha nini uranium. Yes. Nuclear. Vikoje mpaka sasa hivi? Vya wapi? Vya pande zote mbili. Vya Iraq? No, sorry. Vya Iran naamini bado viko intact. Kwa sababu kwa open source intelligence ni kwamba wamevitengeneza viko chini zaidi ya urefu ambao bunker busters zinaweza zikafikia. Kwa sababu njia pekee ya kuvifikia ni, naweza nikasema ni kama njia kuu tatu. Kama ni kwa mashambulizi ni kwa kutumia bunker buster ambayo ni GBU-57 ambayo maximum inafika mita 60. Lakini inasemekana wa Iran wamejenga ziko zaidi ya mita 200 chini. Kwa hiyo bunker buster hazifiki. Na sio hiyo, ziko chini ya mlima. Kwa hiyo zina extra layer. Na fuse huwa tunaacha muda uongee. Kama unakumbuka na oli nioje, nikasema Marekani hajaharibu chochote zaidi ya cosmetic tusema mapambo yale ya juu. Katika program ya nuclear Iran walivyoshambulia katika 12 day war, haijaathiri chochote wala haijaharibu chochote zaidi ya yale majengo ambayo yalikuwa yako juu. Huku ya chini bado yako intact. Na kama unakumbuka Trump alisema we have obliterated, tumeamaliza kabisa. Ila leo hii pia wanaingia kwamba wamekuja kufanya nini? Kushambulia. Kwa hiyo unataka kuniambia ndani ya miezi 6 kama mmeharibu kabisa, wameweza kutengeneza mpya ndani ya miezi 6? Logically haiwezekani. Kwa hiyo bado naamini kwamba zile ziko safe, hazijaathirika. Na ninarudia tena, hakuna watu ambao wana defense bora zaidi kama wa Irani, kwa sababu tangia wanaanza kutengeneza jeshi lao na silaha zao na mikakati yao, walijua tunapambana na adui wa aina gani na silaha zake zikoje. Marekani na Israeli hata katika vita kati ya wao na Palestina, Hamas, Hezbollah na wengineo, nilisema nguvu yao ni juu, ardhini ni madhaifu. Kwa hiyo wanajua kwamba nguvu zao ziko juu na aina ya makombora ambayo wanayo. Kwa hiyo asilimia kubwa wametengeneza miji wanaita missile cities ambazo ziko chini ya milima, na Iran ukiangalia ina milima mingi sana. Kwa hiyo defensive yao ni bora kabisa, iko chini. Kuna taarifa ambazo bado sijathibitisha, naendelea kuzifuatilia, ya je, imeshambuliwa Natanz na pamoja na base zingine na vinu vingine vya nuclear vya Iran. Hiyo bado sijaweza kuthibitisha, nitaithibitisha nitakapopata taarifa za uhakika. Okay, sawa. Tugeukie sasa, kuna hizi taarifa ambazo zipo zinadaiwa kwamba Marekani imebadilisha kusudi ama mpango ama malengo ambayo ilienda nayo ya pale katika hizi vita za Irani, kwamba ilikuwa ni regime change, kubadilisha uongozi na vitu vingine kama hivyo. Na sasa hivi wanadai kwamba, nilimsikiza msemaji wa Irani alikuwa anazungumza kwamba Marekani imeanza kuhamisha baadhi ya silaha zake kuzipeleka huko Cyprus. Kwanza taarifa hizi zikoje hasa? Sema.